Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kwa kushirikiana na TFS, kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa ikiongozwa na mkuu wa mkoa wa Tabora, tulifanya operation katika pori la Igombe River lililopo katika wilaya ya Uyui pamoja na Nyahua lililopo katika wilaya ya Sikonge. Katika operation hiyo ilikuwa ni maalum kwa ajili ya kuteketeza na kubaini mashamba ya bangi yaliyopo katikati ya pori hizo baada ya kupata taarifa za kiintelijensia kuhusiana na uzalishaji wa dawa za kulevya katika mkoa wa Tabora. Katika operation hiyo tulikamata gunia 133 zilizokuwa ndani ya pori hilo, mapori haya mawili ambayo tulifanya operation. Lakini pia tuliteketeza ekari 68 za mashamba ya bangi zilizokuwa zimelimwa katikati ya mapori hayo na kukamata watu 7 kuhusiana na uhalifu huo. Katika operation hii ni mojawapo ya operation maalum tunazozifanya nchi nzima ili kuhakikisha kwamba tunateketeza dawa za kulevya zinazozalishwa hapa nchini. Sasa hivi tupo kwenye kampeni maalum ya kuhakikisha kwamba tunateketeza dawa za kulevya zinazozalishwa hapa nchini baada ya dawa zile za viwandani kupungua hapa nchini. Hivyo tunaishukuru sana uongozi wa mkoa kwa kutupa support na kuhakikisha kwamba tunafanya hizo operation kwa pamoja. Lakini tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuanzisha kanda ya Magharibi, ambapo kanda hii imewekwa katika mkoa wa Tabora. Kanda hii imeanza kuonyesha mafanikio baada ya kuanza kubaini sasa dawa za kulevya zinazolimwa katikati ya pori za taifa zilizopo katika mkoa wa Tabora. Tulipofika katika yale mapori, tulikuta watu wamejenga katikati ya yale mapori. Unakuta nyumba ipo hapo, ana shamba lake la bangi. Amejenga nyumba pale, ana shamba lake la bangi. Lakini uharibifu wa ukataji miti na ufugaji unaofanyika ndani ya hizo hifadhi ni jambo ambalo linatakiwa tuweze kulifanyia kazi, na uongozi wa mkuu wa mkoa uendelee kulifanyia kazi ili kuhakikisha kwamba uhalifu huu unaofanywa katikati ya mapori haya unaharibu mazingira yetu, lakini pia unazalisha dawa za kulevya ambazo zinaharibu pia afya za Watanzania wetu. Na sisi mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya hatutakubali uhalifu huu uendelee. Baada ya kuanzisha hii kanda hapa katika mkoa wa Tabora, tutahakikisha tutafanya operation za mfululizo katika maeneo yote, na wale wote ambao wanalima katikati ya mapori hayo na kuzalisha dawa za kulevya ndani ya mapori na nje ya mapori, tutahakikisha kwamba tunachukua hatua za makusudi kuhakikisha kwamba tunadhibiti huo uhalifu unaofanyika. Kwa hiyo nitoe wito kwa wahalifu wote na wale wote wanaozalisha dawa za kulevya katika mkoa wa Tabora kwamba waache mara moja, kwamba sheria itachukua mkondo wake kuhakikisha kwamba tunachukua hatua za kisheria, tena hatua kali kabisa, kuhakikisha kwamba tunawakamata wote wanaohusika na uzalishaji huo wa dawa za kulevya katika mkoa wa Tabora. Sambamba na nchi nzima tutafanya hizo operation kuhakikisha kwamba tunadhibiti uzalishaji wa dawa za kulevya hapa nchini. Shukuru na nipongeze kwa kweli kwa kazi. Nilikuwa na kuona jana tukazungumza na kuangalia ulivyovaa buti, lakini na time unayorudi kutoka polini. Unajua ukikuta kiongozi kama kamishna Limo hapa anaenda site asubuhi, anarudi saa 7 usiku, na sio kwamba alikuwa mjini. Nyumba inajengwa, nyumba ya kawaida slope, inawekewa dari kama hii ceiling board. Sasa ile ni atope, alafu wametoboa hapo, wamepanga magunia huko ndani huko, alafu huko wameziba na tope. Sasa sijajua kamishna mlijuaje? Mimi nimeona wakiwa wanayachomoa hayo anayosema magunia 100 hayakuwa yameanikwa hapo, yalikuwa yamewekwa kwa namna hiyo. Kwa hiyo maana yake intelijensia yako uliyoitumia kikweli ni ya hali ya juu, na tukupongeze sana. Kwa TFS hamuhitaji kukaa ofisini hapa. Kawekeni nyinyi makamanda, ni askari, mmeenda mafunzo ya kutosha. Kawekeni camp huko. Hatusikute tena kwamba tuje tukute kamishna anatoka Dar es Salaam au Dodoma kuja kuingia porini kupambana na wahalifu wa limabangi. Asante sana, mimi nikushukuru sana.